kwa mshua, na hapa twende tukaguse, tukirejea tunakuja na jambo jipya. Tupate kwa airwaves za 89.7 Bongo FM Ngorongoro. Tunampa yule anampa yule, yani kampa tena. Kwenye kampa tena tunaendelea kutazama taarifa za kimichezo, na sasa tugeukie kwenye mchezo wa hii leo. Wekundu wa Msimbazi Simba atakuwa nyumbani dhidi ya Wagosi wa Kaya, na tayari makocha wa timu zote mbili wamezungumza maneno kuelekea kwenye mchezo huo. Tuanze kumsikia kocha mwenyeji msaidizi wa klabu ya Simba Selemani Matola anazungumza nini kuelekea kwenye huo mchezo, na hapa anagusa kile ambacho Simba wanakwenda kukifanya kesho kwenye mchezo wao dhidi ya Wagosi wa Kaya. Tumerudi salama baada ya likizo fupi kwenye FIFA break, na mchezo ulioko mbele dhidi ya Coastal. Nafikiri hakunaga mechi rahisi kati ya Simba na Coastal. Ni timu ambayo waga inatupa wakati mgumu sana tunapokutana nayo. Hata ukiangalia msimu wa mwaka jana waliweza kupata suluhu katika uwanja wetu wa nyumbani. Kwa hiyo kiukweli tunaochukulia muhimu sana mechi yake. Maandalizi yetu yako vizuri kabisa, na kinachofurahisha kwamba wachezaji karibuni wote wako kambini na wako tayari kwa ajili ya mchezo wake. Kwa hiyo mimi nafikiri pamoja na ugumu wa Coastal wanaotupa katika game tunazokutana nazo, tutahakikisha tunapata matokeo pamoja na ugumu wao, kwa sababu ni mchezo muhimu kwetu na pointi 3 ni muhimu katika game yake. Tumeifuatilia sana Coastal, ni moja ya timu ngumu katika ligi naweza kusema, na kama nilivyosema mwanzoni kabisa wamekuwa kitupa game ngumu sana yani. Kwa hiyo wana timu ngumu ambako tumeangalia uzuri wao uko wapi na udhaifu wao uko wapi. Ni timu ambayo wanashambulia kwa kushtukiza sana. Kwa hiyo tumeyafanyia kazi kuhakikisha kile kitu chao kizuri kwetu sisi kinakuwa hakiwezi kufanya kazi na tuweze kupata matokeo katika mchezo wake. Mimi nafikiri haijalishi Simba anapokutana na Coast yuko nafasi gani, Simba yuko nafasi gani. Siku zote tunakutana na Coast, game yetu sisi waga ni ngumu zaidi. Kwa sisi tunaangalia jinsi gani ambavyo tunapokutana naye, hatuangalii yuko nafasi gani. Na kwake katika nafasi ngumu ndio inaweza kuwa ikasababisha na mechi ikawa ngumu zaidi. Cha msingi ni kwamba sisi tumejipanga kuhakikisha pamoja na ugumu wao tunapata matokeo kwenye mchezo wake. Zimekuwa ni game ngumu. Kwa hiyo nafikiri wachezaji tuliokuwa nao wengi wao ni wazoefu na wamekisha kukutana na game kama hizo. Tutaendelea kumkosa Yakubu, tutaendelea kumkosa Hamza ambao nafikiri ni mpaka mwisho wa msimu. Baadhi ya wachezaji ambao wanakosekana kwenye mchezo, Hamza anatajwa, Yakubu Sulemani anatajwa, Wilson Nangu anatajwa pia. Hawa wanakosekana huenda mpaka mwisho wa msimu, kwa mujibu wa kauli ya Selemani Matola mwenyewe akizungumzia kuhusiana na mchezo husika. Bwana Chisano, kwenye michezo hivi karibuni nimemwona Steve Barker ni kama anapendelea sana kutomtumia namba 9 asili kwenye kikosi chake. Nini ambayo faida gani ambayo anakutana nayo kiasi cha kutomtumia mshambuliaji wa mwisho asili kwenye eneo lake, licha ya kwamba kuna mchezo Selemani Mwalimu alikuwepo lakini hakumtumia, na kuna mchezo alimtoa mapema pia. Nini ambacho kipo leo? Ino anarejea, inawezekana akamtumia Ino au akabakia na Semali kivyovyote, lakini hilo la kutotumia namba 9 asili kwa Simba lina faida gani chini ya Steve Barker? Unajua, ukicheza na force number 9, ukicheza na namba 9 wa uongo, ni faida. Hata mimi pia naona kwa mpira wa sasa ulivyo inakuwa ni faida zaidi kuliko kucheza na mtu ambaye anasimama muda wote kama Mpapai, kwa sababu unajua mpira wa sasa unataka uwe hautabiriki. Ukiwa hutabiriki ni rahisi kusumbua wapinzani. Hasa wewe ukishakuwa namba 9 wa kusimama, unajua ngombe mfano. Kuna mshambuliaji zamani alikuwa hatari sana, alikuwa mshambuliaji wa kusimama mara nyingi katikati. Lakini sasa hivi kwenye ligi ameonekana wa kawaida. Sio kwamba hana uwezo. Mimi naamini ni staili yake ya kucheza imepitwa na wakati. Yuko mshambuliaji mmoja anaitwa Erite Beneza Makambo. Yule alikuwa ni mshambuliaji wa kusimama. Alisumbua sana akiwa na Young Africans. Makambo alikuwa anafunga sana, lakini sasa hivi mpira ulivyo unataka mshambuliaji ambaye ananyumbulika, huo hutabiriki. Unaweza ukasimama katikati, kuna muda ukahama ukatokea pembeni, kuna muda ukashuka kwenda kuchukua mpira, na ile yote inakuwa advantage. Kwa nini? Kwa sababu kadri unavyocheza na mabeki wakawa hawajui unafanya move gani, huwa ni ngumu wewe kukumaki, ni ngumu kukukaba. Lakini wakishakuwa wanakujua wewe move yako, ukipokea mpira utafanya nini, kwao inakuwa ni rahisi kukumaki. Kwanza wanakuwa wanacheza na wewe kwenye eneo dogo, kwa sababu wanajua unacheza katikati muda mwingi. Halafu cha pili, wanakuwa wanajua wewe move yako unategemea mara nyingi mipira ya cross.
ndo uwe na madhara, either cross ya juu ama ya chini, kwa sababu wewe ni mshambuliaji wa kati, unakaa pale unavizia. Lakini ukishakuwa false number 9 wewe unatoka, kuna muda utaombea mpira pembeni, kuna muda unaweza ukachukua mpira katikati ukaenda na watu pembeni, kuna muda unatoka na watu pembeni unaingia nao ndani, kuna muda unashuka kama kiungo unachukua mpira karibu na katikati ya uwanja unageuka unapasia timu inatembea. Na ndio maana unaona hata alipokuja Fisto Maele alionekana ni mzuri kuliko Eritema Makambo, na walikuja kwa pamoja huo msimu. Yes. Lakini baadaye style ya Maele ilikuwa favorite na system ya Nabio inavyocheza. Kwa hiyo ukiwa na mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kucheza kama first number 9, kwangu mimi hiyo ni advantage kubwa zaidi. Na ndio maana siku hizi ukicheza na mshambuliaji wa kati pase, wale mara nyingi watakulazimisha ucheze kwenye 4-4-2. Kwa maoni yangu mimi, utamhitaji yeye na mtu amsaidie kupika. Lakini ukishacheza na first number 9, anakupa option ya wewe kuwa na watu watatu mbele. Mmoja anatokea pembeni, mmoja pembeni, huyu wa katikati anakuja pembeni, kuna muda anatokea katikati. Kwa hiyo ni angalau unakuwa mkiwa na mpira sio rahisi nyinyi kutabirika nini mnataka kukifanya. Lakini ukishakuwa na mshambuliaji ndo kasimama dubu pale katikati, Shughuli ipi? yani hiyo ni ngumu. Mabeki kwanza wana uwezo wa kumpiga pingu wakamfunga tu wakawa wanatembea naye muda wote. Lakini hakuna kitu beki wakati anachukia kama kukutana na mshambuliaji ambaye anazurura sana uwanjani. Yani mara kaamia upande ule. Mabeki wakati ni mabeki ambao mara nyingi hawana kasi. Kwa hiyo mara nyingi hawapendi kuondoka kwenye maeneo yao asili. Kwa sababu anajua anaweza akaenda kurudi ikawa mbinde. Na ndio maana unamuona hata mshambuliaji kama Prince Dube, sijui Depo, hawa wote ukiwatazama wana hizo staili za kuhama, wanatokea pembeni, kuna muda wanarudi katikati. Na kwangu mimi mpira wa sasa ndio unataka hivyo. Wewe muangalia hata wakati yuko Kagere, kuna wakati alikuwa anaonekana kama ameanza kuwa outdated. Mwenzake angalau John Rafael Boko alikuwa kuna muda anaibia pembeni, anachukua mali anaingia ndani. Mwangalie Simba alipomsajili Kobe Mushimba Mugalo. Mwanzoni alionekana anafanya vizuri, baadaye alianza kuonekana naye mambo yanakuwa magumu, sababu mpira sasa unafanya transformation taratibu. Hauwezi kuwa na mshambuliaji ambaye pase amekaa pale. Mimi kwangu naona wewe hicho ni kitu kigumu. Na hata wewe fuatilia sasa hivi duniani, ndio timu gani ambayo ina mshambuliaji pase wakati muda wote yupo kati. Hata wewe siku hizi amejiupdate Erling Haaland. Naye siku hizi anakimbia, anahama. Wote wamejiupdate sasa hivi wanahama position. Mpira wa sasa hivi unamhitaji mtu awe sio mwepesi kutabirika. Hivyo unaweza ukawasumbua wapinzani. Unajua pia, kabla hujaongea Lugendo, Simba inakutana na Coastal Union. Msimu uliopita Coastal ni miongoni mwa timu ambazo ziliiba alama kwa Simba. Walichukua sare. Yes, KMC ilikuwa. Kuna utofauti gani wa Simba ya kipindi kile ambayo ilikuwa na matokeo yale na Simba ya sasa hivi? Na ukiwa unawatazama wagosi wa kaya, unaona Simba wanaweza wakatoboa mbele ya Coastal Union, ama tuendelee kusubiri maajabu ya Coastal mbele ya Simba kwenye mchezo wa leo? Unajua hizi mechi kuna wakati huwa zinachezwa nje na ndani. Nje ni zile nongwa za kawaida za kwamba fulani ana udugu fulani na fulani. Kwa kuna wakati hizi timu hata kilichotokea msimu uliopita, kuna wakati kuna ile hali inatokea kujikataa kwamba hapa nisipokaza itaonekana ndo yale yanayozungumzwa ni ukweli. Kwa hiyo ndo kinachokuja kutokea, lakini ukiangalia uhalisia Simba ile ilikuwa kidogo unga kuliko hii. Ile ya kipindi kile ambayo ilikuwa kumtegemea mtu kama Ahwa ambaye bado kwenye build up ya timu ulikuwa umuoni sana, unamuona kwenye matukio. Sio ya sasa hivi ambayo ina wachezaji wanaofanya build up, viungo wake wote. Ukiangalia Leomba amerejea, ni mchezaji ambaye anaweza kucheza kiungo wakati, lakini anarudi chini anapanda. Ukimwangalia Aneseura anarudi chini anapanda. Ukiangalia Libase na Mpanzo wote wanacheza mpira wa namna hiyo. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa kati ya Simba ile na Simba hii. Simba hii ukija katikati kuja juu, wachezaji wote wanacheza, sio wachezaji ambao wanakaa kusubiri. Na ndio maana hata wewe umezungumza hapo issue, yaani Simba sasa hivi hawamtumii sana striker ambaye ni typical. Amezungumza vizuri sana Chisano kulingana na soka la kisasa jinsi lilivyo, lakini pia hata ukiongezea aina ya striker wenyewe waliopo pia sio tishio hivyo, sio clinical hivyo. Kwa hiyo kuna wakati kocha unaona kuliko kurisk. Unajua hata Pep Guardiola kuna kipindi aliulizwa kwamba wewe sio kiasili yako sio kumtegemea sana typical striker toka kwa Barcelona, inakuaje umemchukua Haaland? Akasema Haaland ana sifa za ziada za kwenye swala la ufungaji, lakini sasa pia akambadilisha. Haaland pia anacheza, anarudi chini, anapanda, anakwenda kufunga. Kwa hiyo Simba ile imebadilika tofauti na Simba hii iliyopo sasa hivi.
Kwa hiyo sioni Coastal ikiwa na nafasi kubwa, hasa kutokana na mwendelezo wao pia wao wenyewe. Kutoka wamefungwa ile mechi yao na Singida, hata mechi yao iliyofuata hawakupi performance ambayo inaonyesha kwamba Coastal Union imepata zile talent kama zilizokuwa kwenye msimu uliopita ambao waliondoka wengine wakina Lawi kuondoka, bado sio Coastal ile. Kwa hiyo inawezekana, unajua mpira kuna wakati nategemea na mlivyoamka pia. Inawezekana siku hiyo kaamka vizuri zaidi na Simba kaamka vibaya, lakini kiuhalisia Simba hii iko vizuri kuifunga Coastal kuliko Coastal kuifunga kwenye striker. Dunia ina mjadala huo, kama ambavyo pia natural talents zinapotea. Hawataki striker wa kusimama kwa sababu anapunguza idadi ya watu ambao wanawajibika kiwanjani muda wote. Hiyo ya kwanza. Lakini cha pili, wanajaribu kuwa na watu ambao wanaweza kaofa vitu vingi ambavyo wengine pia hawawezi kuvitoa. Mfano, Yanga isiyo na Prince Dube ina struggle sana kwenye eneo la ushambuliaji. Yani no matter atakosa magoli mangapi, lakini the important one ni kuwepo yeye uwanjani. Kuna tofauti ya akiwepo na asipokuwepo. Angalia options za wachezaji wengine kucheza na kupasia anapokuwepo Dube uwanjani na asipokuwepo. Utakubaliana na mimi kwamba options zinakuwa nyingi zaidi anapokuwepo Dube kuliko asipokuwepo. Changamoto hiyo pia naiona kwa Simba, kwa sababu kwa uchezaji wa Simba kwa timu nyingi wangeweza kucheza na standing striker na usione madhara ya kuwa na standing striker, lakini uioni kwa sababu aina ya timu zetu nyingi kwenye ligi yetu hazifanyi homework nzuri sana kuelekea kwenye baadhi ya michezo, hasa ile ya ligi kuu ya kawaida. Lakini pia wakati mwingine mwalimu wa Simba analazimika kucheza bila striker kwa sababu ya aina ya uchezaji wa wachezaji waliokuwepo. Kuna wakati unakula tu kilichopo, lakini sio kwa sababu labda umejisikia ule hivyo. Unalazimika kula kilichokuwepo. Na naona pia hata Simba kuna wakati wanapitia hicho kitu, kwa sababu kuna wakati mwalimu anatamani angekuwa na striker ambaye sisi wote tumekubali kwamba wewe hutatusaidia kucheza, kukaba na vitu vingine, lakini tukikupa huo mpira wa mwisho unafanya nini? Kwa sababu wewe umeamua kuchagua eneo la kufunga. Medi alikuwa na utofauti kwa sababu katika mipira mitatu walau miwili atafunga. Hiyo ndo ilikuwa perfect timing kwake. Lakini hao wengine, je, Selemani ukimpa mipira mingapi atafunga? Ukija labda Jonathan Soa alivyokuwa anapata hiyo nafasi mara chache, mara ngapi atafunga? Mwangosi homeboy, si ndio? Mara ngapi atafunga? Sasa ukija kwenye mazingira hayo unaona ni aheri uwe na mchezaji ambaye hata kupa attributes za namba 9, lakini atakupa reasonable facts za kwa nini wengine pia wanaweza kafunga. Na Pep Guardiola kwenye era aliyofunga magoli mengi ni msimu aliocheza zaidi bila striker namba 9, ambapo alifunga zaidi ya magoli 120. Kwenye ligi alifunga magoli zaidi ya 100. Nafikiri ndio ule msimu ambao Sergio Kun Aguero alikuwa anamalizia kuondoka. Msimu mkubwa zaidi hakutumika. Alikuwa anamtumia Raheem Sterling pamoja na wenzie kama false number 9 ili tu kupata idadi kubwa ya magoli, na magoli aliyapeleka sehemu nyingi kwa sababu ya uwezo wa wachezaji aliokuwa nao. Kwa hiyo dunia sasa hivi ukisema ubaki na striker per se, unaweza kujikuta wewe kila mechi una pungufu ya mtu mmoja. Lakini pia kama ambavyo watu wanazikataa natural talents kwamba wewe umezaliwa unacheza mpira, it's okay, lakini hiyo talanta yako ina uvivu ndani yake. Paul Pogba unamwona sasa hivi dunia haitaki tena watu wa ile ball dancers, inataka watu objective, marobot ambao wanaweza kapasia wakaondoka. Ndio maana dunia nzima inawezekana ni Barcelona peke yake ndio wameruhusu watu waoneshe zile natural talents, lakini ni ngumu. Sawa, tuliahidi ikifika na dakika 35 tutakuja kutoa pesa. Muda ndio huu, wakati Simba wachezaji wao wengi sana sasa hivi wanaonekana kuwa ni watu ambao wanapewa kuchezea sana mpira kama ambavyo ilikuwa kwa Mpanzu mwanzoni. Lakini swali langu mimi ni namna gani ambavyo hawa jamaa wanaweza wakawa msaada kwenye timu mpaka hivi sasa, kwa sababu tunaweza tukawasifia sana kwamba jamaa wanajua kudribble mpira, kukaa na mpira, wana uwezo wa kuangalia engo vizuri, sijui nini na nini, lakini mwisho wa siku namba za wachezaji zinahitajika ili kuisogeza timu kwenye nafasi kubwa, kwa sababu ili Simba asogee lazima ashinde, na ili mshinde lazima mfunge. Ni kwa namna gani ambavyo wewe unawaona hawa jamaa wanaweza wakatumika kuwa msaada kwenye kikosi cha Simba, kina Libasege, kina Anse Toula, kina Mpanzu, kina Loloemba na wengine?
Namna ya kutumika, nafikiri mwalimu anajibu sahihi zaidi, kwa sababu kiuhalisia mwalimu anawatazama wachezaji wake, anawaona wana ubora wapi na wana mapungufu gani, isipokuwa umachachari wao ili uonekane hatari, wanapaswa kuipa timu matokeo, aidha kwa kutoa assist ama kwa kufunga. Basi watu watakuja kuwapima kina Libasege kutokana na namna ambavyo wanaibeba timu kwenye nyakati zote. Sasa hivi Simba inawania ubingwa wa ligi kuu. Huwezi wewe winga watu wakakusifu eti kwa sababu una dribble sana, unakokota sana mpira, unapiga watu matobo vyenga. Watu wanahitaji namba na namba ni magoli. Raha ya mpira ni magoli, na ubingwa unaamuliwa kwa pointi na magoli pia wakati mwingine, tofauti ya magoli. Kwa hiyo kiuhalisia, mimi kwangu wachezaji wa Simba haijalishi wana uwezo kiasi gani, na sio wa Simba, mchezaji yoyote duniani, hata huo una uwezo kiasi gani, kama huinufaishi timu yako kwenye kupata matokeo ya pointi 3 uwanjani kwenye ligi, yani we basi tena huonekani kama una umuhimu. Umuhimu wako watu wanatakiwa kuupima kutokana na namna ambavyo ukiwa uwanjani una mchango. Huko kukokota kwako mpira kunaisaidiaje timu? Labda kwenye mashambulizi ya kushtukiza, uwezo wako kukokota mpira kwa haraka unatusaidiaje sisi kufika kwenye goli la wapinzani kwa haraka, na tukafika tukiwa tuna madhara, yani tukamfikia mtu tukamkuta yuko disorganized, yani tumemkuta hajajipanga, ni kwa sababu umekuja kwa kasi kubwa kukokota mpira. Hiyo ndio tunatakiwa tuione uwanjani. Tunatakiwa tuone ukipewa mpira uwe ngumu kunyang'anyika, kwa sababu una uwezo mzuri wa kuulinda mpira. Lakini haiwezekani tukakusifu tu unajua kukokota au unajua kupiga chenga, wakati hivyo vitu havinufaishi timu. Yani chochote mchezaji anachokifanya uwanjani, hata kikawa kidogo, lakini kinapaswa kuwa na manufaa kwenye timu yake. Kama kitakuwa hakina manufaa, kinakuwa hatukihesabu kama ni msaada kwenye timu. Nabi Kamara amepata nafasi sana kwenye kipindi cha Fadru, akawa anaonekana kuwa mchezaji mzuri, na ile ubora wake wa kucheza namba 2 tofauti mpaka 3 ukawa unaonekana kama anaweza kaja kuwa msaada kwenye timu. Sasa hivi ni kama hana namba kabisa, hata timu ikiwa imemweka sabu, wachezaji waenda kupashapasha misuli kwamba wataingia, jamaa haendi kupasha hata hiyo misuli. Kuna nini ambacho kimetokea katikati? Mimi nikiona mchezaji achezi mara nyingi na imani tu kwamba mwalimu hajaridhishwa na kiwango chake. Labda kama mwalimu itokea amekorofishana na mchezaji, kuna msuguano, hiyo pia ni sehemu ambayo unaweza ukamkuta mchezaji hapati nafasi. Lakini mchezaji ukamwona hapati nafasi na hajagombana na mwalimu, unajua ni uwezo tu. Mwalimu hawezi kumwacha mchezaji mzuri nje, kwa sababu mimi naamini hakuna mtu anapenda timu ishinde kama kocha, kwa sababu yeye yuko pale na ile ndo kazi yake, na anahukumiwa kutokana na performance ya timu. Mara nyingi makocha wanahukumiwa kutokana na performance ya timu. Kwa hiyo hawezi mwalimu kujifanyia hujuma mwenyewe kwamba mimi na mchezaji mzuri na mkalisha benchi tu ili mradi, basi wa mwalimu naye atakuwa na matatizo naye. Lakini mwalimu ambaye anahitaji timu ipate matokeo hawezi kumweka mchezaji mzuri nje ambaye ana uwezo. Lazima kutakuwa kuna kitu tu, kuna walakini, aidha wana msuguano au mchezaji uwezo mwalimu hawaoni kama unatosha kuingia kwenye mipango yake. Staili ya uchezaji ya mchezaji haimpendezi, haimshawishi mwalimu, haiendani na falsafa za mwalimu. Huyu mchezaji hawezi kupata nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha mwalimu huyo. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri hoja yangu ya msingi hapo, ukiona mchezaji mzuri hachezi, ujue labda kuna msuguano. Ila ukimwona mchezaji hachezi kwa mwalimu, yani haiwezekani kwa mchezaji mzuri alafu apate namba. Lazima tu itakuwa kiwango chake hakiridhishi. Na wakati mwingine anatokea kwa sababu labda aina ya uchezaji wa mchezaji mwenyewe sio favorable sana kwa mwalimu. Kwa mfano, kwa muda mchache mimi ambao namtazama Steve Barker, anapenda mchezaji ambaye hana vitu vingi, touches chache kwenye eneo salama, na ukiwa na touches nyingi basi kwenye eneo ambalo hautapoteza mpira. Muangalie Chama anavyomtumia kila siku. Morris Abraham na Cletus Chota Chama, kuzungumzia speed na namna ambavyo anaweza ka dictate mchezo kwa haraka, utasema Morris ana speed kuliko Cletus Chota Chama, na ana uwezo pia wa kucheza pale anapocheza Chama, Morris Abraham. Lakini mwalimu tangu amefika hampi nafasi hiyo kwa ukubwa wake sana. Ukimtazama Nabi Kamara, ni hana wachezaji fulani ambao wana madaha hivi ya kiuchezaji. Anaweza kaiachia pasi, no look pass, alafu au akamiliki mpira kwenye eneo ambalo sio salama sana, lakini akalazimisha
kufanya vitu vingi. Mtazame Kibabage anavyocheza, very direct, hana mambo mengi, akipata mpira anacheza, anaachia, anafungua. Nabi ni aina mtu ambaye anaenjoy kukaa na mpira mguuni. Wachezaji ambao wanakaa na mpira na wanapata nafasi kwa Steve Barker ni Libase Geye na Ura Anise. Hao ndo wana mambo mengi, wana zile bots na nini, lakini wanacheza kwenye maeneo gani na maeneo wanayocheza, wakipoteza mpira unakuwa kwenye usalama ama kwenye riski ya kiwango gani? Utaona madhara yao yanakuwa ni madogo pale wanapopoteza mpira. Kwa hiyo kwa Nabi Kamara mimi binafsi nisingeshangaa sana, kwa sababu aina ya uchezaji wake si kwa walimu wengi wanaopenda kucheza direct wangependa kucheza na mchezaji wa sample yake. Lakini kingine kuna shida ya kuwa versatility, ama kuwa na uwezo wa kutumika kwenye maeneo mengi. Wakati mwingine mwalimu anashindwa kupata ubora wako kwa sababu kila sehemu anaona kama anaweza kama mbadala wa yule, lakini ili uwe mbadala sasa kwenye kiungo mkabaji, maana kumtoa Kagoma alikuwa anacheza kwenye kiungo mkabaji kwa sababu mwalimu aliyepita alikuwa amuhusudu Kagoma, and it is fine kwamba si kila mwalimu anaweza kaendana na kile unachokuwa nacho. Kagoma alikuwa sio useful kwa walimu baadhi waliopita, lakini Steve Barker umwambie kitu kuhusu Kagoma ni kwa sababu yeye anataka pure defensive midfielder kwenye eneo lile. Hata huyo Alassane Kante alikuwa acheza sana chini ya Steve Barker mpaka baadaye mechi zile ambazo zilibidi Simba watumie viungo wawili wa chini ndio alianza kuwatumia. Kwa hiyo wakati mwingine ni mpango wa mwalimu haumfevi mchezaji, ama mchezaji aina ya uchezaji wake havilandani na style anayotaka mwalimu. Lakini cha pili, kwa tunavyomuona Nabi Kamara kiuchezaji na ile kitu anachoonyesha Steve Barker, nafikiri ilikuwa ni kuna nafasi ndogo ya yeye kucheza kwa sababu ana mambo mengi ambayo haionekani kuwa sehemu ya mchezo wa kawaida wa Steve Barker. Sawa, tuzungumze na washindi kama ambavyo tuliahidi, acha tufanye hivyo. Issue ya Simba hiyo, kuna jamaa alikuwa anasema itajipa majibu leo. Kuna jamaa alikuwa anasema inaonekana Chama mpaka siku atoke na mguu wake hivi ameushika mkononi ndo hata kuchezeshwa kwa dakika. Kuna muda unajua ndo mchezaji ambaye hajapumzika. Ndio hicho ndio nasema, kuna muda mpaka unajiuliza kwa umri wake sasa apata hata muda wa kupumzika, lakini mwamba unaona anakibuta tu. Kwa nini? Kwa umri wake. Okay. Na kwa muda ambao amecheza 2 plus usataka kuchonganisha tu. 2 plus Yaani lengo lake tu kugongesha besela hapo. Halo? Hello. Hey, mambo vipi? Fresh, niambie. Bwana Fresh, Peter Lugendo hapa bao la asubuhi. Unaitwa nani? Unaongea na mimi Rajabu kutoka Handeni Tanga. Kutoka Handeni Tanga bwana, usiye ugonavi hii. Fresh kabisa bwana. Nashukuru na nimeona Muhammad. La, kumbe ushaona wewe. Jambo lishaingia kwenye simu yako bwana. Hongera sana kwa ushindi. Nani ambaye alikushawishi ukamtoa hata kidogo cha supu asubuhi? Bwana mimi ni mpenzi wa kusikiliza kipindi chenu. Bao la asubuhi. Okay. Basi hongera sana kwa ushindi. Umeingia kwenye jackpot ya weekend pamoja na Ijumaa, lakini pia umepata nafasi ya kuwa miongoni mwa wale ambao tutashangilia kwa pamoja mwishoni mwa mwezi. Hapo hapa nilipo nawasikiliza kwanza vizuri tu kila siku na napenda kuwasikiliza. Unashabikia timu gani? Mimi mtoto wa Jangwani. Sawa. Basi tuendelee kuvumiliana hapo kwenye hayo matangazo. Asante. Bwana, huyo ni miongoni mwa washindi ambao wamejishindia fedha kutoka kwa Mshua. Kumbuka fedha yetu nyingine itakwenda kutoka saa 1:20. Nahitaji kusikia maneno kutoka kwako. Swali lilikuwa linazungumza namna ambavyo umemtazama Steven Barker, kocha wa Simba. Unamuona falsafa zake, identity zake zimebezi kwenye maeneo gani ambayo yamekuwa yanawanufaisha Simba sana? Nafikiria alizungumza Rugendo kuhusiana na namna ambavyo anapenda kuexploit kupitia kwenye flanks. Nikisema flanks maana inamaanisha kupitia pembezoni mwa kiwanja, na mara nyingi kuwatumia walinzi kwa maana wa kulia na wa kushoto, maana ma fullbacks kutembea kwenye mistari kuutanua uwanja. Unapotanua maana yake unatengeneza nafasi ndani, hizi nafasi ndogo tunaziita half space. Unaingia ndani unamtumia winga, na nafikiri miongoni mwa vitu bora ambavyo anavifanya ni pamoja na kujaribu kuwaonyesha wachezaji wake inawezekana kutengeneza nafasi kupitia pembeni. Ukiwatazama kina Kibabage ambao wanacheza kutokea pembeni,
wanavyotanua uwanja wanafanya kazi na kuwa ngumu kwa mpinzani wake kwenda kuziba mianya yote. Lakini pia ni mwalimu ambaye inawezekana hapati hicho kitu mara kwa mara, lakini inaonekana ni mwalimu ambaye anapenda kushambulia kwa kasi. Si mwalimu ambaye anapenda kushambulia timu ikiwa inacheza slow, anapenda kushambulia kwa spidi kubwa. Lakini kama haitoshi, mwanzo tulizungumza namna ambavyo anatumia force number 9. Lakini pia ukimtazama kwa namna nyingine, ni mwalimu ambaye anahusudu viungo zaidi kuliko wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la ushambuliaji pase. Na ndio maana unaona mchezaji kama Chama amekuwa anacheza nje ndani, kwa sababu hakuna namna ambavyo utatenganisha ubunifu na mchezaji anayecheza kwenye eneo la kiungo. Unapokuwa na mchezaji ambaye ana ubunifu mkubwa, maana yake huyo ndo anakufaa kwenye upishi wa mabao. Yuko mtu mmoja alinifundisha, aliniambia ukiwa unacheza kiungo, kazi yako wewe ni kupika, wewe ni mpishi. Yes, kwa hiyo mchezaji kama Chama, kina Morris Abraham, hao wote ni wachezaji ambao wanahudumu kama viungo, lakini hakuna ambaye anatilia shaka uwezo wa Chama kwenye kufanya upishi. Of course ufanisi wake unapungua kutokana na umri na muda ambao amecheza, lakini hiyo haitoshi kusema Chama labda ubunifu umeisha. Hapana, Chama bado ni mchezaji mzuri, bado ni mchezaji ambaye ana utulivu akifika kwenye eneo la ushambuliaji, na Chama kama kuna kitu anawazidi wachezaji wengi ni huo utulivu wake kwenye eneo la ushambuliaji. Chama anaweza ukamwacha na golikipa na beki hapo, wala akawa ana papara, akawa yuko taratibu tu na akatengeneza nafasi. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ukimwangalia Steve Barker ni mwalimu ambaye anajaribu kutengeneza Simba kuwa na picha nyingi tofauti za ushambuliaji. Ana Simba inayoshambulia kutokea pembeni, kutokea katikati kwa kutumia viungo, lakini pia ni mwalimu unayemuona timu yake inapokuwa na mpira inajaribu kuwa na kasi kwenye kushambulia. Kwa binafsi nafikiri tuendelee kumtazama, kwa sababu mimi naamini ana muda mchache, ameiongoza Simba ndani ya muda mchache, bado ana muda mrefu. Kwa hiyo tutapata namna nyingine ya kumtafsiri, lakini kwangu mimi ni mwalimu ambaye anaonyesha ana kitu kwenye ufundishaji wake, na hata namna ambavyo timu yake inacheza unaona kuna kitu anakihitaji. Inawezekana wachezaji hawampi pasavyo, labda kwa sababu ya quality, lakini kwangu mimi sina mashaka na staili ya mpira ambao wanaufundisha. Sawa, ni kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba, na tunamaliza hivyo. Kumbuka tuna fedha itakwenda kutoka saa 2 na dakika 15. Wewe ambao unanisikiliza hivi sasa, nafasi ni ya kwako. Nenda sasa hivi kajaribu kuweza kushinda hiyo fedha, na na hakika utakapojaribu tu utaingia kwenye hawa washindi, kwa sababu pesa ipo na inaendelea kutoka. Muda sio mrefu utakwenda kuipata hiyo fedha ambayo inatoka kutoka kwa Mshua. Tuame na taarifa nyingine, ambapo tagusia kuhusiana na Young Africans ambao wanaendelea hivi sasa na mazoezi kuelekea kwenye mchezo wao dhidi ya Tanzania Prisons, na ni miongoni mwa michezo ambayo watu wengi wanaisubiri na kuiona namna ambavyo itakwenda kuwa, kwa sababu unapomtaja Tanzania Prisons unataja kikosi ambacho kimekuwa na matokeo magumu ama mabovu, lakini unapotaja Young Africans ni timu yenye matokeo mazuri, lakini kuna namna uchezaji wao umekuwa hauwafurahishi mashabiki pamoja na watu wengine ambao wanawatazama. Ni mchezo wa mtego pasi na shaka, Upete, ukiwa unauzungumza mchezo kama huo. Nafikiri ni aina ya mchezo ambao unaweza usiwe na mambo mengi kwa sababu ya ubora wa Tanzania Prisons. Itategemeana, tuna Yanga wenyewe wanataka mechi isheje, lakini nitatumia neno ambalo linazungumzwa sana sasa hivi kwenye uwanja wa Medani, kwamba utaanzisha vita ila si ndio tutakaojua tunaimalizaje. Yanga Afrika ndio watakaochagua mechi ishaje, sio kwa sababu ya Tanzania Prisons, ni kwa sababu ya Yanga wenyewe. Nao pia wamekuwa na changamoto zao, lakini kufungwa ama kusare na Prison jijini Dar es Salaam, nikifikiri kwamba haitakuwa excuse yoyote. Tena sio tu kwa mwalimu, kwa wachezaji mmoja mmoja. Yaani wanapaswa kufeel kwamba it's okay, kwamba mpira una maajabu yake, lakini ndo maajabu yatokee kwa Prisons. Wewe hata kama mapenzi ni upofu, kuna sehemu ukipofolea watu watakushangaa tu, kwa nini ukapofolea pale. Kwa hiyo the same stance kwa Yanga dhidi ya Tanzania Prisons. Inawezekana Prisons wakawa wamejiandaa vizuri, wakatoa mechi ya ushindani, lakini kwa performance yao ya msimu huu, kwa aina ya uwekezaji wao, kwa aina ya matokeo ambayo wamekuwa wakiyapata,
na wakaja wakathubutu walau kupata alama moja dhidi ya Young Africans ama alama 3, hakutakuwa na excuse kwa mtu yoyote wa Yanga aliyehusika na mchezo huo. Hakutakuwa na excuse yoyote. Na mbaya zaidi Tanzania Prisons wanachokutana nacho ni kwamba angalia vipigo vikubwa vyote, JKT kula 5, angalia ile ya Singida kula 3, Dodoma 6, ile ya 6, ukija ya Mashujaa, yani ukija kuangalia mechi nyingi ambazo Yanga ameshinda nyingi, ameshinda nyumbani. Tanzania Prisons anakuja katika kipindi ambacho yeye mwenyewe pia yuko katika hali tete. Ndio kashamaliza mzunguko wa kwanza, kwenye mzunguko wa pili wa kukataa ule mstari wa kutoenda kucheza playoff ama kuondolewa kwenye ligi kuu, lakini anakutana na timu ambayo kwanza inataka kutafuta sehemu ya kurudia kwenye mstari wake. Hapa katikati imepigwa mawe mengi, mpaka anakuja Mwalimu, kocha mpya kwa msaidizi pale ndani ya klabu. Yamekuwa mawe mengi sana yametupwa. Hali ya timu imeonekana litakuwa kunyanyukia kwa Dodoma, bado ikashindikana pia. Kwa hiyo katika mazingira yoyote yale, Yanga anatafuta sehemu ya kurudia, na alishatangaza kwamba wanatamani kuona kipindi chao kigumu kiwa kimepita. Kitapitia wapi, kitarudia wapi kuonekana kimepita. Maana yake kwa Tanzania Prisons ni sehemu ya kwanza. Kwa hiyo Tanzania Prisons anakutana isivyo bahati ama bahati mbaya zisizopungua 2, kwa sababu cha kwanza timu kwa vibaya. Kwa hiyo hizi sare zilizokuwa mfululizo zinasababisha timu itaukamia mchezo. Yaani kama unasema timu ndogo huwa zinaikamia timu kubwa, lakini hata mechi Yanga pia lazima atataka kuikamia, kufanya kwa ukubwa ili ionekane namna gani ambapo timu imerejea katika nafasi yake. Lakini pia mchezaji mmoja mmoja, hakuna kitu ambacho huwa kina wakwaza wachezaji wengi kama kufululiza kutokuwa na matokeo mazuri, hasa unapokuwa kwenye timu kubwa kama ile, kwa sababu pale kuna wakati kocha anaondolewa, anawekwa pembeni, wanaanza kupimwa wachezaji wenyewe kwamba fulani sasa hivi hayupo, fulani anapojadiliwa kocha kwamba hayupo vizuri, timu inafanya vibaya au amefukuzwa kocha, wachezaji pia huwa sio kwamba inakuwa wanachekelea. Wapo wachezaji ambao pia na wenyewe vichwa vinauma, kwa sababu wanaona sio salama kwao, kwa sababu ile tathmini anayosababisha aondolewe kocha wakati mwingine inashindwa tu kufanyika kwa wachezaji, kwa sababu tayari msimu umeshaanza na hawezi kufanya usajili mwingine juu kwa juu. Lakini tafsiri lazima inakuwa imeshatafsiriwa pia na kwa wachezaji, ni mchezaji gani anaendelea vizuri, mchezaji gani naye ameshuka, ni kipi ambacho kinachangia. Kwa hiyo wachezaji lazima watataka kunyanyukia hapo. Angalia hata juzi walikuwa na press ile tukio lile la media day, angalia namna wachezaji wa Yanga walikuwa wakizungumza, unaona ni namna gani ambavyo hii mechi lazima watataka kuonesha ya kwamba bado timu ipo na bado inawezekana. Sasa kitakachotokea hapo, mpira una maajabu yake. Kuna wakati huwa yanatokea, hata kipindi kile Yanga anapiga zile unbeaten mfululizo, akaenda kufungwa kwa Ihefu, hakuna ambaye alitarajia haraka kama ingeweza kuwa hivyo, na ilitokea. Hata msimu uliopita kabla amefululiza kupata ushindi, anakuja kupigwa na TRA 3-1, hakuna ambaye alitarajia. Kwa hiyo lote linaweza kutokea la kimaajabu, lakini katika uhalisia wake mechi ni ngumu sana kwa Tanzania Prisons, kwa sababu Yanga wanaitaka. Na kwa lugha ya kimtaa, lugha isiyo rasmi, ni kama wanailia karanga bichi mechi, kwa sababu the way wanavyomtazama Tanzania Prisons, wanamtazama kama mbuzi wa kafara. Yaani kama kuna ulishawahi kusikia kuna ile punching bag ambaye Yanga wangetamani kukutana nayo kwa wakati huu, miongoni mwao ni Prisons, ni aina ya timu kama Prisons ama KMC, ili waone wameanza kurejea kwa kiwango gani, kwa sababu mara nyingi Mwalimu anapima utimamu wa timu yake kwa kwanza na timu zile ambazo hazitampa ushindani. Hata kwenye Prisons huwa inakuwa hivyo. Yes. Prisons wanaanza na timu za chini, alafu ndo wananyanyukia. Kwa hiyo Prisons wanapaswa kuwa na tahadhari, kwa sababu the way watakavyoingia ndivyo the way ambavyo Yanga pia watarespond. Kwa hiyo inawezekana wakaingia kichwa, tukazungumza story nyingine kabisa, lakini nafikiri kimkakati wao wenyewe wanajua kwamba changamoto yoyote ambayo itajitokeza kwenye mchezo huo lazima itawahitaji wao waweze kuwa bora zaidi. Sawa, tutaendelea kuzungumza kuhusiana na mchezo, kwa sababu kesho utapata nafasi ya kuwasikia wa makocha wakizungumza kuelekea kwenye huo mchezo. Kwa hiyo utakuwa na muda mzuri wa kutazama na kuzungumza kwa utuo namna ambavyo mchezo utakavyokuwa. Tuwakumbushe watu kuhusiana na fedha. Dakika ni 13, zinasalia dakika 7 pekee. Dakika 20 kuna bonus